nimekuoza Siham Qasim Osman kwa ridhaa yake na kwa idhni ya wali wake ambaye ni baba yake huyu hapa, kwa mahari muliosikizana. Nimekubali kumwoa Siham Qasim Osman kwa mahari tuliyokubaliana. Sayyidatuna Aisha kimalizia, aliulizwa vipi mtume alikuwa vipi nyumbani kwa watu wake, kwa wake zake? Akasema kana fi mihnati ahlihi, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiweko nyumbani huwa uko katika kazi ya kuwasaidia kazi ya watu wa nyumbani. Leo umeambiwa shambua viazi, useme nishambue viazi, kwani mimi nje kutuma ni mtumwa wako kata viazi, tukua ile maji au sufuria au ndaka tukulenka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo la kwanza, kwa niaba ya familia mbili ya bwana harusi na bibi harusi, tutachukua fursa hii kuwakurubisha katika harusi hii tukufu, harusi tahara, harusi ile iliyotangaziwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipowaambia mabarobaro, ya maashara shabab man istata'a minkum alba'ata. تفضل شيخ تفضل. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliye tuhimiza sisi kulitekeleza jambo hili la ndoa, jambo ambalo ni tahara, jambo zuri, na huko kituambia enyi mkusanyiko wa mabarobaro, man istata'a minkumul ba'at, yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kiafya, uwezo wa kimali, falyatazawaj, basi na aoe, fa innahu aghadhu lilbasar. Moja katika faida ni kuwa ukioa unapata uwezo wa kuweza kufunga macho yako usiangalie ya haramu, wa ahsanu lilfarji. Lakini pia moja katika faida ya kuoa ni kuwa utaweza kuhifadhi tupu yako isifanye maovu, kwa sababu damu ikichemka wajua kuna bibi nyumbani yuwa kongojea. Na hili alilolifanya mwanafunzi wetu Hasib ni moja katika dalili ya kuonesha kuwa yeye ni mtoto aliyefaulu, kama vile tulivyokuwa tukielezewa na shekhe wetu katika motivation class ya kwa ishara za watoto wenye kufaulu. Moja katika ishara ya mtoto kufaulu ni ile kuwa ameweza kunyanyua mdomo wake na kumwambia mzazi wake, mimi nataka kuoa, badala ya kuamua kwenda kwenye madanguro, kwenda kufanya ya haram, akasema la, mimi nataka kuoa. Bila kutawilisha, tutafungua hafla yetu hii rasmi kwa usomaji wa Qur'ani, na atakaye kutusomea Qur'ani ni kijana wetu Dil Murad. Baada ya hapo Ustadh Badi atatusomea khutbatun nikah, na baada ya hapo nitafunga ndoa, na baada ya hapo kidogo, hata kama dakika moja, na wewe utabaruku kwa vile kwa ulikuwa ndo mzungumzaji wa kuzungumza na watoto leo katika motivation class, basi pia utampa nasaha hata kama dakika moja mbili inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Naona mafua yamemkaba mpaka pumzi hazitoke. Ni mafua hayo. Basi tutaona tutangulize na swala kidogo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Inshallah bila kurefusha, katika wasia nitakaompa bwana harusi wetu huu wa leo ni wasia ule ambao alohusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapa wasia watu walio kabla yetu sisi na kutuhusia sisi, na wasia wenyewe ni wasia mkubwa kwangu mimi na kwetu sote na kwa bwana harusi. Wasia wenyewe ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, usika bitaqwallah, na kuhusia bwana harusi kumwogopa Mwenyezi Mungu. Huu ndio wasia mkubwa alohusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwahusia walio kabla yetu sisi na sisi. Mwenyezi Mungu akasema, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kwa hiyo usika bitaqwallah, na kuhusia kumwogopa Mwenyezi Mungu. Huu ni wasia mkubwa. Tukiwa na uchaji Mungu, basi mambo yote yatachengea. Uchaji Mungu ni hivi, ni kufuata aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu, kuepukana aliyokukataza Mwenyezi Mungu. Tukiwa na sifa hizi, basi mambo yetu yote huchengea. Mambo yetu yote huharibika kwa sababu hukosekana takwa. Sasa ndio wale watu wema walikuwa wakienda kutaka washauri, mtu akaenda kumwambia wanavioni, mimi binti yangu amekuja kuposwa na fulani na fulani na fulani, ni muozeshe gani, mtu gani katika hao? Wakimwambia muozeshe mchaji Mungu, kwa sababu ule mchaji Mungu akimpenda atamuheshimu na akimchukia hatomdhulumu. Kwa hiyo bwana harusi akiwa ni mchaji Mungu atasimama kuyatekeleza majukumu yake yanayompasa kuyatekeleza, na bibi harusi naye akiwa ni mchaji Mungu atasimama kumtekelezea bwana yake majukumu yote yanayopasa kuyatekeleza. Na ndipo ukija kucha Mungu, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi, mambo yako yote yatakuwa sahali. Alhamdulillah, tutarajia bwana harusi wetu ni katika minal muttaqin, kwa alama kwa yeye amekuja kuswali kwa swala ya jamaa. Hakusema mimi bibi bwana harusi leo mmesamehewa swala. Maanake bwana harusi wetu siku ya harusi huwa kama kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia leo swala mmewasamehe. Huwa hakuna swala bibi harusi, huwa hakuna swala. Haya ndio matatizo.
lakini aonyesha kwamba mimi ni bwana harusi wa Kiislamu, nataka kujenga mujtama al-Islami, na mujtama al-Islamu hujengwa kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha kuswali, na mimi lazima nitekeleze swala japo kuwa ni bwana harusi. Na ni wajibu wako ukenda nyumbani mwambie bibi harusi, umeswali? Sikuswali. Basi swali. Hakuna kuangalia kwamba kutaharibika kitu, mwambie na ziharibike zote, lakini kwanza uswali. Kisha Mwenyezi Mungu tuambia bwana harusi, waashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni na wao kwa wema, kwa uzuri. Umpende bibi yako na yakupende kwa maneno mazuri, kwa matendo mazuri. Usiwe umeingia nyumbani kama simba. Uwe kama alivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisha kimalizia aliulizwa, vipi Mtume alikuwa vipi nyumbani kwa watu wake, kwa wake zake? Akasema kana fi mihnati ahlihi. Alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweko nyumbani huwa uko katika kazi ya kuwasaidia kazi ya watu wa nyumbani. Leo umeambiwa shambua viazi, useme nishambue viazi. Kwani mimi nje kutuma ni mtumwa wako Kata viazi. Tukua ile maji au sufuria au ndaka tukulenka. Basi mbona wewe unifanya mimi ni mtumishi bwana? Bwana Mtume alikuwa akiwasaidia. Hakuna mtu mtukufu kama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa akifanya kazi za nyumbani. Wakati wa swala ikija, onda zake swali. Kwa hiyo bwana harusi tukutakia harusi njema, harusi ya kheri, harusi ya baraka. Mwenyezi Mungu awape dhurri masikizano na awape dhurriyatan tayyiba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Shukran, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غر الميامين. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Hasib Hassan Sharif. Naam. Na kuoza kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, mshikane kwa wema, na ikitokea sababu ya kuachana iwe ni kwa wema. Naam. Hasib Hassan Sharif. Naam. Nimekuoza Siham Qasim Osman kwa ridhaa yake na kwa idhni ya wali wake ambaye ni baba yake huyu hapa, kwa mahari muliosikizana. Nimekubali kumwoa Siham Qasim Osman kwa mahari tuliyokubaliana. Nami nimekuoza barakallahu lakuma wa jamaa bainakuma bil khair wal afia. Allahu Akbar. Halua. Haya, halua, tutongojea halua na huko tutakuwa tukatumbuiza kwa taji la arusi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Na tukumbuke kwamba bwana harusi wetu wa leo Hasib ni mwanafunzi wetu, ni mwanafunzi wa Ustadh Badi, ni mwanafunzi wangu, ni mwanafunzi wa Babu Ali, na ndugu yake Yasir sijamuona hapa, pamoja na Hashim. Wote hawa ni wanafunzi wetu, ni katika matunda ya motivation pia inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na kahawa iko nje, tukimaliza tukitoa shukurani, kahawa mtaifuata nje inshallah. Mkitoka itakuwa iko hapo mlangoni. Tukae chini mpaka tumalize uandazi. Tukaeni chini mpaka tumalize uandazi please. Aketi, ijlis, aketi hapa. Kama mimi sasa ushakuwa mkubwa mwingine bwana. Umetoka huko shangia kwenye timu yetu sasa. Sasa mwache Habib paka inge kwa timu na ndio atakuja huko. Tuwe makini jamaa, tuko msikitini. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.